Kambona alibaki anatetemeka baada ya kuona mwili wa bibi yake ukiwa umeungua vibaya mno. Yaani miguu ya Kambona ilipatwa na ganzi huku mvua kubwa ikiwa imeanza kunyesha. Kambona alilia kilio cha uchungu mno huku machozi yake yakiwa yanapanguswa na manyunyu ya mvua ambaye yalikuwa yanashuka kwa muda ule. Kambona alijitahidi kuuvuta mwili wa bibi yake ambao ulikuwa umeungua na kuupeleka pembeni. Kisha alikata majani ya migomba na kuufunika. Kambona alikaa pembeni mwa maiti ile ambayo ilikuwa imeungua vibaya mno, huku akiwa anatetemeka baridi na maumivu yakiwa yametawala mwili mzima. Mvua ile ilinyesha mpaka giza linaingia. Hatimaye mida ya saa 2 usiku ndo ilikata. Kambona akiwa anatetemeka mwili mzima, alinyanyuka na kuanza kuzipiga hatua kuelekea kwa majirani ili kuomba msaada, hata wakajihifadhi yeye na kuhifadhi mwili wa bibi yake ili ifikapo siku nyingine mazishi yafanyike. Kambona alizunguka kwa watu wote ambao waliona wanaweza kumpatia msaada, lakini hakuna aliyempa nafasi hata ya kumsikiliza. Yaani alifukuzwa kabla hajaelezea hata shida zake. Baada ya Kambona kudhurura kwenye miji ya watu vya kutosha, aliamua kurudi pale alipoacha mwili wa bibi yake na alijilaza pembeni mwa maiti ile huku machozi yakiwa yanamtiririka kama kawekwa pilipili machoni. Ulikuwa ni usiku wa taaba na mateso mno kwa kijana Kambona, ambao huenda angekuwa na kitabu cha kumbukumbu, basi angeandika hiyo tarehe tena kwa wino mwekundu kama siku ambayo hataisahau. Pamoja na mateso yote, hatimaye palikucha mpaka asubuhi. Ilikuwa ni siku mpya ambayo kijana Kambona aliamini huenda hata kuna watu wema watajitokeza kwenye msiba wa bibi yake. Lakini ilikuwa tofauti kabisa na mawazo ya Kambona, kwa sababu mpaka inafika saa 6 mchana hakuna hata mmoja ambaye alikuwa akajitokeza. Bahati mbaya siku hiyo hata mwalimu mkuu ambaye hali yake ilikuwa mbaya kule hospitali alikuwa kafariki. Kwa hiyo karibia kijiji kizima walielekea kwenye msiba wa mwalimu huyo. Masaa yalizidi kusogea. Hatimaye ilifika saa 10 jioni bila Kambona kuona mtu yoyote akisogea maeneo yale. Kijana Kambona alichukua jukumu la kuanza kuzunguka kwa mara nyingine kuomba msaada wa kumsaidia bibi yake azikwe. Pamoja na mateso aliyokuwa anayatoa mbele za watu, lakini hakuna mtu aliyemkubalia Kambona kwenda kuzika mwili wa mama Berina. Kambona alijaribu kuazimu hata vifaa vya kuchimbia shimo, pia navyo alinyimwa. Kambona alijikuta anakaa chini ya mti kwa kujikatia tamaa. Alitamani hata apate sumu anywe afe, ila uwezo wa kupata hiyo sumu alikuwa hana. Kinyonge kabisa, ikiwa ni mida ya saa 12 jioni, Kambona alianza kuchimba shimo kwa kutumia miti ili mradi afukie mwili wa bibi yake ambao ulikuwa umeharibika vibaya mno. Siku zote katikati mwa watu wabaya hakukosekani hata mwenye huruma mmoja, na pia hata mtu achukiwe vipi, lazima kutakuwa na mtu anayemkubali. Kambona akiwa anapambana kuchimba na miti huku jasho likiwa linamtota mwili mzima, mara kuna mama ambaye alikuwa mjane pale kijijini alijitokeza akiwa na jembe lake mkononi. "Kambona, hebu ngoje nikusaidie na hili jembe, alafu pia tusichimbe hapo kwa sababu hapo maji yanatuama." Yule mama baada ya kufika pale aliongea maneno ambayo alifanya Kambona aone kama malaika kashuka kuja kutoa msaada. Basi Kambona na yule mama walisaidiana kuchimba shimo ambalo hata hivyo lilikuwa ni shimo urefu wa magoti tu. "Kambona, inatosha hapa hapa. Tukishazika kwa juu tutaweka matofali, sawa eh?" Hayo yalikuwa ni maneno ya mama yule mjane. Kambona alitikisa kichwa tu kukubaliana na mama yule. Hatimaye Kambona kushirikiana na mama yule walifanikiwa kuzika mwili wa mama Berina. Ila bahati mbaya, wakati mama yule anamsaidia Kambona, kuna wambea walimuona na taarifa zilienda moja kwa moja kwa uongozi wa kijiji. Siku hiyo ilipita huku Kambona akiwa kapata hifadhi kwa mama huyo. Ila kulipokucha, mama huyo akiwa anatoka nje alikutana na sura kauzu za migambo wa kijiji wakiwa wamekuja kumchukua. "Bi Mwanakwi, unaitwa nyumbani kwa mwenyekiti kwa kosa la kusaidia ukoo wa wachawi." Hiyo ilikuwa ni kauli ya kibabe kutoka kwa moja ya mgambo. Mama huyo mjane alishangaa mno kuona kitu tu kidogo alichofanya kuwa kosa kubwa vile, mpaka kuitwa kwa mwenyekiti. Basi mama yule aliingia ndani, alimwachia kijana Kambona baadhi ya maelekezo. Baada ya hapo aliongozana na wale migambo mpaka nyumbani kwa mwenyekiti. Bi Mwadhani alishangaa, anafika nyumbani kwa mwenyekiti anakuta nyomi ya watu wa kutosha wakiwa wamechafukwa. Yaani kila mtu alikuwa anaongea lake. Wengine wanasema naye ni mchawi kwa vile kashirikiana na mchawi. Wengine walikuwa wanamtaka apigwe faini, yaani kila mtu alikuwa anaropoka.
Bi Mwadhani, kwa kosa ulilofanya unatozwa faini shilingi 100,000. Pia utapika pombe madebe 5 na kupika chakula kwa ajili ya matambiko ya kijiji wiki ijayo. Na pia tukija kukuona upo karibu na yule mjukuu wa yule mchawi, basi ujue na wewe yatakukuta kama yaliyomkuta yule mpuuzi. Hiyo ilikuwa ni kauli ya mwenyekiti ambayo ilifanya mwili mzima wa mama yule utetemeke. Na mwenyekiti alikuwa na hasira haswa na marehemu Mama Belina kwa sababu alimuulia watoto wake na pia alimfanya yeye mlemavu. Basi baada ya lile onyo, Bi Mwadhani aliruhusiwa kurudi nyumbani. Kutokana na vile vitisho alivyopewa, mama huyo alikuwa hana budi kumtimua Kambona pale nyumbani. Kwa mara nyingine Kambona alikosa sehemu ya kwenda kuishi. Japo anavyoondoka pale, alipewa baadhi ya vitu vichache vya kumsaidia na yule mama. Maisha mapya kwa kijana Kambona yalianza huku kulala kwake ikiwa ni kwenye migomba ya pale kwao ambapo palikuwa pameungua. Maisha ya kijana Kambona yalikuwa ya mafungu mafungu, maana alikuwa anakula anapopata, anapokosa analala, na vibarua vya kilimo ndo ilikuwa kazi ya kijana yule mdogo, huku akiwa kajenga makazi yake katikati ya migomba, japokuwa ulikuwa ni msimu wa mvua. Mwezi mmoja ulikatika. Kwa kuwa kijana Kambona alikuwa bado ana nguo za shule, aliamua ni bora aanze kwenda shule, japo hakujua huko shuleni atapokelewa ama la. Kambona alifika shuleni, ila ilionekana wanafunzi wenzake hawamtaki kabisa, kwa sababu kabla hajaonwa hata na walimu, wanafunzi walianza kumrushia mawe ili mradi asiendelee kukaa hapo shuleni. Bahati nzuri pale shuleni alikuwa kaletwa mwalimu kuu mwingine mpya, ambaye yeye masuala ya kishirikina alikuwa hayaamini sana. Baada ya kukuta kijana Kambona anarushiwa mawe na wenzake, ilibidi aingilie kati. Basi muda wa paredi, mwalimu mkuu kwa kutumia cheo chake alitangaza kwamba Kambona ataendelea na masomo kama ilivyo kwa watoto wengine. Japokuwa walimu karibia wote walipinga swala lile la Kambona kuendelea na shule, ila mwalimu mkuu alilazimisha kwamba kijana huyo aendelee na shule kwa sababu hana makosa yoyote. Maisha ya kusoma kwa kijana Kambona yalianza upya tena, japokuwa bado alikuwa anatengwa na kila mtu pale shuleni. Kutokana na walimu kutolizia Kambona kuendelea na masomo pale shuleni, basi walimu wote walianza kumfukuza Kambona kwenye vipindi vyao. Yaani kila mwalimu akiingia kwenye somo lake, alikuwa anamfukuza Kambona na kumwambia atoke nje. Na Kambona alijikuta sasa yeye kila siku kusoma kwake ni kuchungulia dirishani. Siku zote Mungu ana makusudi yake. Yaani watoto wasio na uwezo wa kimaisha shuleni huaga ndo anawapendelea akili mno, tofauti na wale watoto wa mboga saba. Pamoja na kwamba Kambona alikuwa anasoma kupitia kwa kuchungulia dirishani, ila akili yake ilikuwa spidi mno kunasa mambo. Yaani alikuwa anaelewa haraka mara 100 ya wale waliojibweda na kukaa kwenye viti mule darasani. Mwaka mzima ulikatika huku staili ya Kambona kusoma ikiwa ni dirishani, na kipindi chote hicho Kambona hajawahi kuruhusiwa kufanya mitihani na walimu, japokuwa mwalimu mkuu alikuwa anaingilia kati, ila hiyo haikusaidia. Kila mwanafunzi pale shuleni alimuona Kambona ni mtu anayejipotezea muda tu kuendelea kuja shuleni wakati darasani haingii wala mitihani ya kujipima hafanyi. Ila hilo wala halikumfanya Kambona atetereke wala kukata tamaa. Maisha ya kijana Kambona yalikuwa ni kufanya vibarua siku za weekend na jioni akirudi shule. Ila kulala kwake alikuwa kajenga kinyumba cha kinamna katikati ya migomba, huku juu akiwa kaweka karatasi za nailoni. Kila mwanakijiji alikuwa anashangaa mno maisha ya kijana Kambona jinsi yanavyoenda. Yaani walikuwa wanaona kama muujiza. Ila ndiyo hivyo, kijana huyo alikuwa anaishi kwa uwezo wa Mungu, japo kuna muda alikuwa analala njaa hata siku 2. Maisha yaliendelea, hatimaye mitihani ya darasa la 4 ambapo ilikuwa mitihani ya taifa ilikaribia, na bahati nzuri Kambona alisajiliwa kufanya ile mitihani kwa sababu mtu aliyekuwa anasimamia lile zoezi la kusajili wanafunzi alikuwa ni mwalimu mkuu.